Karibu sana kwenye channel yangu Vini Pro Media. Niko wakati mwingine tena tumekutana. Yani washukuru wale ambao mnazidi kunifuatilia katika hii channel. Yani washukuru kipekee tumeweza kufikisha subscribers 700. Haikuwa kazi rahisi, lakini nashukuru sana kwa support yenu, mnanipa moyo kuzidi kuendelea kufanya tutorials nyingi zaidi. Lakini hapa katikati nilistop kidogo kwa sababu ya majukumu ni mengi, lakini namshukuru Mungu nimerudi tena. Kwa hiyo katika video hii natamani kuonyeshe kitu muhimu sana. Umekuwa ukikiona kwenye television au kwenye channel za YouTube ukiwa unaangalia. Yes. Kuna matangazo yanakuwa yanapita, kwa mfano video inaendelea afu kuna kuwa na tangazo linapitishwa. Kitaalamu hii tunaita ni video banner overlay, kama unaweza kuiona hapo. Ile ya kijani maana yake ni kwamba naweza nikaiondoa hapa. Ukiwa unaweza kuona hapa nikizima, kwa hiyo mimi sitabaki hivi. Maana yake hapa sasa ndio itakuwa na display ile video yetu. Kwa lengo la kuweka hii kijani ni kwa ajili ya kuweza kuwa na urahisi wa kuweza kuondoa hiyo rangi ya kijani. Kiingiza kwenye Premiere Pro kule, kusudi niweke pale juu ionekane, lazima nitumie U-track key, ni click alama ya kijani hapa iondoke, na hatimaye tuweze kupata kitu kama hiki. Alafu hapa itakuwa na display video. Mfano nitakuonyesha jinsi nilivyoweza kufanikisha kutengeneza hii kitu kwa video. Kama unaweza kuona hapa, hii ni video full ambayo nimetolea sample. Kwa hiyo unaweza kuona hapa video itakuwa inaonekana hapa, alafu tangazo lako itakuwa inaonekana hapa kwa pembeni. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba nikiplay itakapokuja kuonekana ni hivi. Kwa hiyo ndo maana yangu ambayo nilikuwa na maanisha. Kwa hiyo katika video hii nitakuelekeza hatua kwa hatua ni jinsi gani ambavyo nimeweza kufanikiwa kuweza kuiandaa hii video banner overlay kwa kutumia Adobe Photoshop. Na hizi video banner overlay ziko za aina mbili. Kuna static ambazo hazina mjongeo kama hii ambayo naenda kuonyesha hapa, lakini pia kuna zile za mjongeo ambazo zinaonekana haya maandishi yanakuwa yako animated kabisa. Hiyo kuweza kufanikisha kutengeneza hiyo, lazima kwanza uandae kama hivi, alafu utaingiza hizi project zako kwenye Adobe After Effects ili kusudi uweze kuanimate. Lakini hapa nitakuonyesha tu hii simple ya kuweza kutengeneza ambayo ni static ya bila mjongeo. Kwa hatua ya kwanza kabisa lazima kwanza uelewe kwamba hii bana inaenda ukaa wapi. Mara nyingi tunapenda kutumia hii 1920 pixel kwa 1080 kwa sababu ni kipimo standard kwa ajili ya HD videos. Kwa mfano hizo video za YouTube kwenye television huko wanatumia sana hii resolution. Kwa hiyo na lazima utengeneze kitu ambacho kitakuwa kwenye hiyo resolution. Kwa hatua ya kwanza kabisa nitakuja hapa file, nitasema new au control N kwenye keyboard, alafu unaweza kuona hapa kwangu iko recent kwa sababu ndo nimeitumia hapa. Lakini kama kwako haionekani, unaweza kaandika vipimo hapa width 1920 pixel kwa 1080, alafu resolution yake inakuwa 72. Lakini simple kabisa unaweza tu ukaja hapa film and video, ukaclick hapo mara moja, alafu itakuletea hapa. Unaweza kuona HDTV 1080, kuna 4K hapo, ziko nyingi. Kwa hiyo utachagua ambayo unahitaji kutumia, lakini kwenye hii video tutatumia hii ambayo ni standard kwa ajili ya HDTV 1080. Baada ya hapo utasema create. Automatic kabisa itakuja na hizo margin zake, hiyo mistari kama inaweza kuonekana hapa. Hizo ni guides ambazo utakuwa zimekuja kabisa kwenye hiyo workspace. Kwa hiyo sikupe shida. Kwa hiyo tunaenda kuanza kutengeneza kitu kama hiki. Kwa hatua ya kwanza kabisa nitaanza kuweka hiyo background ya kijani. Kwa nitakuja hapo, alafu nitasema rectangle tool hapo, then nitachora hivi full, utaijaza hapo. Ukishaijaza hapo itakuwa hivi. Kwa
Kwa kuweza kubadilisha hii rangi nyeusi, nitakuja hapa nita double click hivi. Ya kwa sababu na fill rangi moja, kwa hiyo click tu hapo ita pop up hii color preset hapa. Kwa hiyo utakuja hapo utachagua rangi. Lakini mimi rangi ambayo nimetumia hapo ni 00 CC alafu 00. Kwa hiyo ndo rangi ambayo nimetumia, alafu then nitasema okay kama hivi. Kwa hiyo unaweza kuona mwanzo nilikuonyesha kwamba hii nikiclick alafu nikazima hapa, unaweza kuona kwamba hapa hakuna background nyeupe. Lakini mwanzo ilikuwa hivi, background nyeupe ilikuwepo. Kwa lengo la kuzima hii background nyeupe ni kwamba nitakapokuja click hii ya kijani, hiyo rahisi kuiondoa, kusiwepo tena background nyeupe tena kwa nyuma huku. Ya, kwa hiyo ni lazima pia uje uzime hapa. Kwa mfano hii unaweza kuona kuna hii rangi nyeupe. Kwa hii inabidi tuizime. Ukishaizima itakuja kuonekana hivi. Kwa hii hapa ikisha unaizima hivi. Alafu then utaachia hii ya kijani moja. Baada ya hapo utakuja kuchora rectangle zingine hapa zenye rangi nyeusi kama hivi. Ya, unachora tu kiasi kama hivi. Ya, unakadiria tu kwamba hii nikiweka itakuwa vizuri. Utachora tena rectangle nyeusi nyingine hapa, separate, usiziunganishe. Ya, kwa kuna layer nyeusi rectangle 2 na rectangle 3. Kwa hii na hii ziwe tofauti. Ya, kama hiyo. Kwa hiyo hatua ya kuweza kuandaa nani yetu kama hivi unaweza kuona. Ya. Kwa hiyo kitu cha pili nitakuja kwanza kuingiza picha zangu hapo. Kwa nitakuja file, place linked. Yep, kama hivi nitakuja kuchukua material yangu ambayo nataka niwakilishe hapo. Tu kama hivi on source hapo nitawili size kidogo hapa. Yep, kama hivi. Utaijaza hapa kidogo. Kama hivi. Adjust mpaka pale ambapo mtaona imekaa sawa. Kwa kama hivi, then nitakuja tena kuweka picha yangu nyingine hapo. Picha hii hapo. Ya, haya material nitakuwekea kwenye description hapo chini. Kuna link nitaiweka kwa ajili ya kuweza kuyadownload ya material ikusudi nayo yaweze kufanya kama nilivyofanya mimi hapo. Ya. Kwa hiyo nitatoa bure. Usijali kwa unanifuatilia nayo pia utaweza kutengeneza kitu kama hiki. Kwa hiyo kama hapo tayari nimeshaweka, then baada ya hapo tutakuja kuanza kuweka vitu vingine hapa. Ni simple sana hichi kitu ukiandaa ni faster tu na kwa umeshamaliza. Then baada ya hapo hii taifanya iwe na rangi nyeupe kama hivyo. Then kwa wanaotumia Adobe Photoshop 2023 ina hizi feature hapo. Kwa ukivuta tu hivi inakuwa na round corner kama hivyo. Kwa nitaisogeza hapo. Tairi size kidogo tu. Ya, kama hivi. Yep. Kwa unaweza ukaanza kuona kuna kitu kimeanza kuonekana. Then baada ya hapo utakuja kuandika maneno hapa. Ya, hii font nayotumia inaitwa Brilliant Expanse. Kwa unaweza ukaingia tu Google hapo ukaidownload na ukaipata. Ni bure. Kwa hapo sasa nitaandika kitu ambacho nataka kukiandika. Kama hivyo. Ya, mfano tu wa jina naotumia huo. Kama hivyo. Then hapa nita duplicate kwa Control Alt. Nitaandika soon. Kama hivyo. Then nitaivuta kidogo mpaka hapo. Ya, hakikisha unaziweka zinakuwa kwenye
kwenye alignment moja, ndio design itakuwa nzuri. Usiweke maneno yakapishana pishana. Kwa kama unaona kuna space kubwa hapo, nashusha kidogo. Then nitashika control, nitakuja nita click na hii layer kuzungushia ziwe mbili, alafu nitashusha paka hapa. Somewhere here. Baada ya hapo nitachora rectangle nyingine hapa ya hivi. Then tutafanya hivi. Tuta double click hapa tata. Alafu baada ya hapo nitakuja kuchagua rangi yangu nyekundu kama hii hapa au hiyo hapo. Kama hivyo. Na yenyewe nitaisogeza juu kidogo. Kwa hapa font nitaibadilisha, nitatumia Montserrat font. Nitatumia Montserrat bold hii. Kini size nitapunguza kidogo kama hivi. Kwa hapo nitaandika neno jingine hapo. Nitaandika maybe is coming to. Kama hivyo. Kwa kama hivyo, usijaze sana, ila weka tu kiasi ionekane. Kama hivi. Tumia hizo arrows kwenye keyboard hapo ili uweze kufanya vizuri, kuweza kuadjust ikae vizuri. Kwa kama hivyo unaweza kuona kuna kitu kinakuja. Alafu baada ya hapo nitakuja tena kuandika hapa juu maneno mengine. Lakini hapa nitatumia font moja inaitwa Wolf in the City. Font hiyo inaitwa Wolf in the City. Na nitaandika maneno mengine hapo. Looks good. Test is even better. Kama hivyo. Then adjust kidogo hiyo hivi kubwa. Nitaweka hiyo. Looks good, test even better. Alafu hii ta control alt, ta duplicate, nitaleta hapa. Hapa nitaandika for more information. For more information. Kama hivyo. Ni simple, sikiliza mpaka mwisho alafu kuna kitu utajifunza hapa. Kama hivyo unaweza kuona. Simple sana. Kuna kitu kimeanza kuonekana. Kwa baada ya hapo sasa nitakuja kuweka taarifa zangu hapa. Nitazoom kama hivyo, then nitakuja hapa nitasema ellipse tool. Nitaweka kiduara hicho. Duara itakuwa na hiyo rangi nyeusi. Nitashusha zangu hapa, expand kidogo. Nitaacha hapo. Then control alt kuduplicate. Nitakuja kuweka hapo. Then nitakuja hapa, kuna shapes ambazo nimesha install hizo custom shape tool. Nitakuja hapa, then nitatafuta icon cha mawasiliano. Nakipenda sana hiki hapa. Kwa nitashika shift, alafu nitachora hivi. Nitakuja hapa, then double click hapa. Chagua rangi nyeupe kama hivyo. Then position katikati. Kama ambavyo unaweza kuona hapo. Then nitakuja tena file press link. Nitakuja kwenye file yangu hapa. Nitakuja kuchukua kialama cha location.
Yani vizuri kuorganize material yako kama designer, kwa sababu utakuwa unahitaji kila siku kutengeneza custom shape mpya. Zingine tu unaziandaa unakuwa nazo basi. Baada ya hapo unaona kama haionekani, nita control U kwenye keyboard, ita pop hii panel, afu hapa kwenye lightness nitapeleka huko mbele kwenye weupe, then nitasema okay. Kwa baada ya hapo hii nitahitaji ku resize tena kae vizuri. Kwa nikipiga tick itakuwa na ile rangi yake nyeupe kama ambavyo unaweza ukaona. Kwa hapa nitakuja tena kuandika maandishi yangu, lakini rangi tabadilisha iwe nyeusi, na hapa itakuwa ni Montserrat Artboard ile. Kwa ni vizuri kutumia fonti nzuri, kwa sababu ukitumia fonti pia mbaya kazi yako itakuwa mbaya. Lakini pia hakikisha utumie fonti nyingi kwenye kazi moja. Kwa hapo nitaandika na pia namba za simu kama hivi. Then nitaresize hapo kama hivyo. Taka hapo Control Alt kuduplicate ndio niandike na huko. Kwa hapo nitaandika tu mfano wa jina la hoteli. Kama hivyo. Ili size kidogo hapo kae vizuri. Tutaweka hivi. Kuna haya tapunguza kidogo ndani. Kuna zoko nikinyanyua kuna mistari inaonekana, kwa hiyo ni kama rula. Kwa mimi naona hapo inatosha, sio mbaya. Kunaweza kuona kitu ambacho tunakipata. Kingine nitakuja kuweka hapa, contact click ile au nita click hiyo hapo, alafu then nitakuja file place linked. Kwa sababu gani nafanya hivyo? Ambacho nitakuja ukiweka kitakuja kikae juu ya hii. Malango ni hapa juu ya hii, kwa maana hii nikiweka hapa hii inakuwa juu, then nakuja hiyo. Kwa hii nitakuja FX, nitasema color overlay tuweze kubadilisha hiyo rangi nyeusi iwe nyekundu hapo. Kwa hapa utakuja utabonyeza, utaklik rangi ya CC 0000 hapo. Okay, hapo nasema okay. Itakuwa na rangi kama hiyo. Baada ya hapo nitakuja kuweka stroke, tutatumia FX stroke kama hivyo. Then hapo kwenye stroke nitakuja kuweka color hapa iwe ni white. Kama ni white, alafu hapa nitaweka 10 hapa kwenye size hapa. Weka tu 10 inatosha. Then piga okay. Kama unaweza kuona hapo size kidogo. Unaweza kuona nikija kuzima ile ya kijani itakuwa inabakia hivyo. Paka hapo. Then hapo nitakuja kuandika maneno yangu sasa. Nitaandika order. Kile maandishi yatakuwa ni meupe. Hivyo. Taya scale yawe makubwa kama hivi. Then hapo chini nitaandika neno jingine now. Na hii pia nitaliscale iwe kubwa kidogo.
then nita position hapa, alafu hili talishusha kwa hapa, then shika control alafu click ile ya nao hapo yawe yote mawili, alafu uya scale kwa pamoja kama hivi. Kama hivyo unaweza kuona. Kwa hiyo nakaa kama hivyo. Ukiona pia ni makubwa sana, unaweza tena ukaya scale ya kama dogo kidogo. Kwa hapo naona kwangu mimi yamekaa vizuri. Kwa hatua nyingine inayofuata hapo ni kumalizia hapa juu. Kuna vitu nitaweka ya file place linked. Kuna vishape hapa nitakuja kuviweka. Shape kama hiki nitakiweka kwa hapa. Kiscale kabisa kitakuwa hapo chini. Nitakiweka kwa hapo. Kuweza tu kufanya design yako ionekane vizuri. Control Alt kuduplicate kilete hapo. Then Control T kwenye keyboard kwa maana ya kutransform. Alafu right click hapo usema flip horizontal, kitageukia huku. Kwa baada ya kugeuka hapo zoom hivi, alafu kilete mpaka hapa chini hapa, alafu kiscale kidogo tena kitaka kwa hapo juu. Kama ambavyo unaweza kuona hapo. Then baada ya hapo nitakuja kuweka logo yangu hapo, press link tena, chukua logo yangu kama hii. Kama wao unaofanyia kazi wamekupa logo, utawekea kama hivyo logo yao hivyo. Kwa hiyo material nita provide hapo chini, alafu utakuwa unafuatisha vile ambavyo nimefanya kusudi uweze kuona je umeiva au bado. Control U kama kawaida, alafu peleka mbele kama hivyo kubadilisha rangi, sio? Kama hivyo iweke tu hapo. Kitu cha mwisho, masho cha pili kutoka mwisho, tutasema tuna file ya place linked. Then nitakuja kuchukua hichi kipande cha nyanya hapo, takileta hapa juu. Kama hivyo. Takisogeza hapo juu. Kama hivi. Baada ya hapo utakuja filter blur, afu njoo upige motion blur hapa. Motion blur weka kiasi kama 43 hivi. Hapo. Then sema okay kama hivyo. Then Control Alt kuduplicate kama kawaida, ilete hapo. Kuibadilisha ikae igeukie huko, nimesema Control T. Wepiga okay. Then right click hapa, flip horizontal. Alafu ukipiga tiki ile blur itarudi. Kwa simple kama hivyo. Kwa unaweza ukaanza kuona kitu ambacho tunakipata. Kwa hiyo ukija kwenye hii unaweza kuona kwamba kwenye hii kuna hii mianga ambayo niliweka hapa. Unaweza kuona hii mianga hii. Kwa hiyo hatua ya mwisho kabisa ni kuweza kuweka hii mianga ili kusudi tuweze kupata designing inayovutia kama unaweza kuiona hapo. Kwa sababu tukiacha hivi ikiwa nyeusi hivi sio mbaya, lakini kwa mtu ambaye ameiva kidogo kuna vitu atakuwa anaviongeza ili kusudi design yake ionekane vizuri zaidi. Kwa nitakuja hapa file, tutasema place link tena, tutachukua hizi lights hapa. Baada ya hapo nitakuja normal, tutasema screen. Na ukapiga lighten au screen kama unaweza kuona hapo. Hii niliweka screen, lakini baada ya kuweka screen
nilipunguza nini? Opacity. Yeah. Kwa nitapiga screen of opacity, weka around kwenye 52 kama hivi. Hapa. Then hapa zoom, then ifitisha kabisa hapa hivi. Kae mpaka hapa kwenye cheki mstari hivi. Isizidi. Yeah, kama hivi. Unaweza kuona hapo. Baada ya hapo unachukua tena hii, una duplicate, Control Alt, ilete hapo. Ukishaleta hapo, Control T. Kisha Control T, right click hapo, alafu njoo hapa rotate clockwise nyuzi 90. Itageuka, itakuwa imelala kama hivi. Then njoo iweke hapa kwa chini kabisa hivi. Yeah, na hapa kisha unaifitisha chini kama hapo. Hiyo. Kwa unaweza kuona design yetu ambavyo imekuwa. Kwa hiyo tulichokitengeneza hapa ndio hicho ambacho tumekidesign kwenye hii. Kwa hiyo na hapo unakuwa umeshamaliza kuweza kuandaa hiyo video bana overlay. Kama kuna vitu utakuwa unaweza kuongezea, utaongezea, ni kulingana vile ambavyo wewe unaona. Kwa ukija kuzima ile ya kijani hapa, unaweza kuona kwamba hiki sasa kitakuja kukaa juu ya video yako kama ile video ya mwanzo ambayo nimekuonyesha. Lakini ukiachia hii background nyeupe hapo, itakuja kusumbua baadaye. Unaweza click alafu ikaleta shida. Kwa hiyo kwa kufanya tu mambo yawe vizuri, hakikisha na hii unaizima iwe hivi. Kusudi tukibakisha hiki, tukija kuclick, tukitoa tutabakisha kitu kama hicho. Kwa hiyo na huu ndio mwisho wa hii tutorial kwa siku ya leo. Kama imekusaidia na kama ndo mara yako ya kwanza unatazama video hii, usisahau kusubscribe hapo chini, lakini pia turn on all notifications ili kusudi kuweza kuwa ni mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa au information pindi tunapo upload video mpya katika channel hii. Lakini pia kama tayari umeshasubscribe, basi usiache kulike, kushare, lakini pia kucomment sehemu ambapo utakuwa hujaelewa au nifanye video kuhusiana na kitu gani. Nitakuwa nasoma comments na nitafanyia kazi za comments zako. Kwa nawashukuru sana, asante pia kwa muda wako. Endelea kufuatilia Vini Pro Media.